Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na tutazame kinachoendelea huko katika ukanda wa Gaza, ambapo rais wa Marekani amefunga safari kuelekea huko, lakini anasema kwamba hana uhakika ikiwa Tony Blair atakubaliwa katika bodi ya amani ya Gaza. Bodi ya amani itasimama na kufanya kazi haraka, Trump alisema, lakini akionekana kutokuwa na uhakika kama Tony Blair, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, ikiwa atapokelewa vyema na kila mtu anayehusika. Mnamo siku ya Jumamosi, kundi la wapiganaji la Hamas na makundi mengine ya wapiganaji katika ukanda wa Gaza yalikutana pamoja na kusema kwamba hawapo tayari kuhakikisha na kuunga mkono juu ya Tony Blair kuongoza katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Rais wa Marekani Donald Trump mnamo siku ya jana Jumapili alihoji iwapo waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair atahudumu katika bodi mpya ya amani ambayo inanuiwa kusimamia utawala wa Gaza, huku kukiwa na ukosoaji unaoendelea wa Blair kwa jukumu lake katika vita vya Iraq. Siku zote nilimpenda Tony, lakini ninataka kujua kwamba yeye ni chaguo linalokubalika kwa kila mtu, Trump alihoji, akisema bila kutaja viongozi maalum ambao wanaweza kuzingatia uchaguzi wake wa Blair. Mpango wa amani wa Gaza uliotolewa na ikulu ya White House mwezi uliopita ulimtaja Blair kama mjumbe wa bodi iliyopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo, Trump alitoa matamshi yake kwa wanahabari ndani ya Air Force One wakati wa safari yake kuelekea Israel, ambapo amepangiwa kuhutubia bunge la Senate siku ya leo Jumatatu. Pia anapanga kuhudhuria mkutano wa kilele wa viongozi wa dunia nchini Misri wenye lengo la kumaliza rasmi vita vya Gaza, huku usitishaji mapigano sasa ukiingia siku yake ya 4. Waisraeli wanasubiri kuachiliwa kwa mateka 20 waliosalia ambao bado wako hai na wanashikiliwa na Hamas tangu Oktoba 7 mwaka 2023, wakati mashambulizi ya kundi hilo la Hamas yalipoanzisha vita vya Gaza. Trump hana uhakika kuhusu jukumu la Blair, ambapo bodi ya amani itasimama na kufanya kazi haraka, Trump alisema, lakini akionekana kutokuwa na uhakika kama Blair atakuwa moja kati ya watu watakaoongoza bodi hiyo. Nataka kujua kwamba Tony angekuwa maarufu kwa wote kwa sababu sijui hilo. Dhana ya kumweka Blair kwenye bodi ilizua kutoamini miongoni mwa wanasiasa na wachambuzi wa Kipalestina na miongoni mwa wanachama wa chama chake cha Labour nchini Uingereza, ambapo sifa yake ilikumbwa na uamuzi wake wa kuunga mkono uvamizi wa Iraq wa mwaka 2003. Kufuatia uvamizi huo wa Marekani, madai ya Marekani na Uingereza kwamba Iraq inamiliki silaha za maangamizi yalionyeshwa kuwa ya uongo, na hivyo hata wakati huu viongozi wengi katika Mashariki ya Kati hawana imani na kiongozi huyo. Kutokana na hali hiyo, rais wa Marekani Donald Trump amekuwa na wasiwasi kwamba huenda hilo lisifanikiwe kwa sababu ataweza kukosa ushawishi kwa Waarabu na viongozi wengine watakaohudhuria mkutano huko Sharm el Sheikh nchini Misri. Endelea kuwa nasi mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.